Atape Kionda Net Event. Atape Kionda Net Event. Jioni ya leo tunamshukuru Mungu wetu kwa mara nyingine kwa kutupatia kibali chake. Katika masaa ya jioni ya leo, yeye ametualika, yeye ametuomba, kwa huruma zake ametusihi. Mungu anapowasiliana watu wake kana kwamba hana uwezo, wakati ni neema na upendo wake anatusihi. Ndio Biblia inavyosema kwamba njoeni. Ametualika leo hapa katika eneo hili la kanisa la Waadventista wa Sabato Kihonda, na ametualika katika maeneo mbalimbali, wale wanaotupata katika mikutano hii sehemu mbalimbali. Kule uliko wewe, ukiwa nyumbani, ukiwa katika eneo lile viwanja vya wazi, pale ambako mikutano hii inapokelewa, iwe ni nyumba na kumbi mbalimbali, Mungu ametualika na anatusihi tuweze kuketi miguuni pake. Tunamshukuru sana Mungu wetu katika jioni ya leo, na tumepokea habari zinazotia moyo katika mahudhurio ya maeneo mengi sana ambako Mungu anawaalika watu na anawawezesha kuitikia na wanakusanyika, wengine wakiwa hata wamesimama, wanasimama masaa yote wakisikiliza. Wengine ni katika mazingira ya baridi kabisa, kama ambavyo nilipokea kutoka kwa mchungaji Mkwizu kule mtaa wa Udumuka, ambao wakati baridi imeshaingia kule Mvindi, lakini wanakoka moto unawaka, wakiwa wamesogelea moto na huku wanasikiliza. Mungu awabariki sana. Lakini bado Mungu ameendelea kuzungumza na watu sehemu mbalimbali. Naam, ninapokea simu, ninapokea ujumbe kutoka kwa hawa ambao Mungu amewaita kushiriki pamoja nasi, wanaotueleza habari za vituo mbalimbali na kutueleza maajabu ambayo Mungu anafanya. Napata habari kutoka kwao. Lakini jioni ya leo, jioni ya pekee sana. Jana tulikuwa na muda maalumu mtulivu sana wa kuzungumza na Mungu kwa ajili ya afya, kwa ajili ya mahusiano, kwa ajili ya ushindaji wa dhambi, kwa ajili ya uzima wa sasa na kwa ajili ya uzima wa milele. Mungu alitualika na alitusikia. Na bado kama nilivyosema siku ya Jumamosi, nieleza ya kwamba mara 2 kwa juma tutakuwa na fursa kwa ajili ya kuzungumza na Mungu wetu, kuzungumza naye jinsi mioyo yetu inavyofurahi utendaji wake na mguso wake. Kwa hiyo siku ya Jumamosi, wasaa kama wajana, utakuwa mbele yako na mbele yangu. Fungua moyo wako na mkumbushe mwenzako ambaye angelipenda sana fursa kama hiyo. Mungu anazungumza na watu na anawajaza Roho Mtakatifu katika fursa za mikutano kama hii. Naendelea kufuatilia ile namba ya mkutano inayotolewa katika matangazo haya. Iandike namba hiyo, wasiliana na watu wako pale, na wanapokea kile unachoandika pale, na Mungu akubariki sana. Jioni hii ya leo ni jioni ya pekee. Bado Roho wa Mungu anasihi katika maisha yetu kukumbushana ya kwamba dunia haisimami, iko kwenye mwendo. Unapoona mshale wa saa ya mkononi, ya ukutani, kwa namna yoyote ile, ukiona inahesabu, ujue ni mwendo wa dunia, ujue ni muda unasogea. Lakini unatusogeza wapi sana? Nini kiko mbele yetu mno? Hii ni habari ya nyayo za matumaini. Nyayo za matumaini zina habari njema kabisa, kuhakikisha ya kwamba kila nyayo inayokanyaga mbele ya maisha yako inatuachia matumaini. Na jioni hii tuna ujumbe wa pekee, ujumbe wa ajabu unaoweka wazi tena ukweli juu ya ukweli. Baada ya somo la jana, uko ukweli tena unaoletwa mbele yangu na mbele yako.
kabla hatujaendelea, fumba macho tuweze kuomba. Mungu wa mbinguni, asante, asante tena kwa ujumbe wa leo na mwaliko uliotupatia. Jifunue kwetu, tubariki kwa uwepo wako, katika jina la Yesu, amina. Somo jioni ya leo lina kichwa kinachosema nyayo katika mzani. Nyayo katika mzani. Mzani ni chombo kinachotumika kupima uzito uliokusudiwa. Kama ni bidhaa, ni katika kujua thamani ya kile unachotoa kwa kununua inalingana na unachonunua. Wanaweka mzani. Hii ni sayansi inayoonesha mwanadamu anatafuta vipimo vilivyotimilika. Ni kipimo cha namna hiyo serikali za dunia zinazingatia. Serikali zilizosikivu zinahangaika kukagua vipimo vinavyotumika katika kununua na kuuza bidhaa, na kuna mamlaka maharumu zilizopewa dhamana ya kushughulikia vipimo hivyo. Kwa hiyo mzani uko pale, lakini ukienda pia kwenye upande wa mizigo, ile mitambo mizito, magari yanayobeba mizigo mizito, ili kwamba wahakikishe ya kwamba kuna usalama kwa hii njia inayotumiwa na magari yaliyobeba uzito, kwa sababu kila kitu kimetengenezwa ili kiweze kubeba uzito fulani, na hivyo barabara zimewekewa masharti kwamba gari inayopita barabara hii iwe imebeba uzito mwisho tani kadhaa. Kwa hiyo ndio maana wameweka kila kituo katika barabara za nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha barabara zinaishi kwa muda mrefu, zinatumika kwa muda mrefu kwa waraia wa nchi hii, na wowote wanaopita katika nchi nzuri ya Tanzania basi wanapita kwa uzuri na wanafika salama. Kwa sababu njia ikiwa nzuri, kuna angalau hakikisho la kusafiri vizuri na kufika salama, lakini pia na kuhakikisha usalama na utunzaji wa chombo kinachopita njia hiyo kwa kadiri ya siku za mhusika aliyenunua hicho chombo, kiende basi kwa muda mrefu. Kwa hivyo wanaweka kupima, wanaweka mzani, weigh bridge. Kwa hiyo ikifika pale magari yanapita, yanapima, yanakagua kama iko kwenye mzani unaokusudiwa. Hii yote ni kuhakikisha ya kwamba mzani unafanya kukokotoa, kuhakikisha usalama wa huyu anayepita akiwa amebeba uzito alionao, na usalama wa njia atakayoendelea kuipitia. Nyayo katika mzani, sehemu ya kwanza. Sehemu hii ya kwanza inarudisha akili yangu na akili yako tena katika bustani ya Eden. Unajua kitabu cha Mwanzo, kama ambavyo siku zote ukihitaji ugundue kweli nyingi za neno la Bwana, uende uanze na Mwanzo. Mwanzo wa kila kitu uko pale. Sura ya kwanza ya Mwanzo ni uumbaji. Sura ya pili ya Mwanzo unaona Mungu anaumba, anaiweka vizuri familia. Unaona mke na mume jinsi walivyoumbwa, unaona makazi yao. Sura ya tatu unaona vile ambavyo huyu mkinzani anaingilia kati, na kama matokeo ya kumsikiliza, yani Adamu akamsikiliza, na kama matokeo ya kushawishika naye akajikuta anaanguka. Kuanzia hapo ndio unaona mambo yanaanza kuharibika. Ukiingia sura ya 4 unaona mwanzo sasa wa haya mauti yakitajwa kwa mtoto wa pili kuzaliwa kwa Adamu. Habili anakufa. Pale ambapo ndipo unaona mtu aliyekuwa mzima anarudi tena mavumbini.
anarudi tena mavumbini. Habili, wewe ukaona yule mzazi aliposhangaa, yule Hawa na yule Adam waliposikitika, mtoto wao, kijana wao anarudi tena mavumbini kwa mara ya kwanza, na uchungu wa mauti unaingia kwenye akili ya mwanadamu. Lakini unaona mwanzo hiyo sura ya 5, unaona mwanzo wa uzao sasa unaorodheshwa kuanzia Adam mpaka unaingia sura ya 6, unaingia gharika. Gharika inaonyesha sura ya 6, ya 7, ya 8. Unaangalia gharika ambayo inaelezea Mungu anavyoingilia kati, na wanaingia watu 8 tu ndani ya safina. Yaani ni mwanzo wa kuonyesha ya kwamba Mungu hawezi ruhusu uovu kuwamaliza watu, na kamwe yeye na uovu haviwezi kaa pamoja. Lakini unaona rehema zake, unaona neema yake katika kipindi hicho cha Nuhu. Yeye anasema Nuhu akapata rehema kwa sababu aliamini, kwa sababu aliitikia, kwa sababu alitii. Na hivyo yeye na mke wake na vijana wake 3 na wakwe ambao ni wake za vijana wake wakaingia ndani ya safina. Kwa hiyo unaona Mungu anapoingilia kati katika dhuluma, katika uasherati, katika anasa, katika kila aina ya ufisadi. Lakini sura ya 9 unaona hapo sasa maisha baada ya gharika. Kisha unaingia sasa mwanzo wa utawala. Unamwona Nimrodi katika uzao ule anaweza kuweka sasa taifa. Unaona mataifa yanakusanyika tena. Lakini napofika sura ya 11 unaona mwanzo wa lugha mbalimbali za dunia. Ninakutajia tu hivi uweze kuona, na Mungu anatawanya lugha kwa sababu ya mnara wa Babeli. Bado wanadamu wanashawishika na adui, wanataka wakinzani na Bwana. Mungu anasema tawanyikeni, wao wanasema tutaki kutawanyika. Unaona Mungu anatawanya, na wanakwepo lugha mbalimbali mpaka leo. Sura ya 11 ndio unaona mwanzo wa lugha mbalimbali za dunia. Na ukiingia sura ya 12 unaona sasa mchakato wa mpango wa Mungu wa ukombozi kupitia kwa Ibrahimu, na mzao atakuja, ambao tumekuwa tukiangalia tangu ile juzi. Sasa haya yote ukitaka ujue yameanzia wapi, rudi kwenye mwanzo. Nyayo katika mzani. Nyayo katika mzani inakuja kwetu jioni ya leo, ikiturudisha tena katika kitabu kile cha Mwanzo. Pale katika Mwanzo tunaingia kwenye bustani ya Edeni. Hapo kwenye bustani ya Edeni, siku ile Mungu alipokuja kwa Adamu, ile Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10, Biblia inasema Mungu akamuita Adamu, akauliza uko wapi? Swali, Mungu anapouliza maswali si kwamba hana majibu. Jihadhari na maswali ya Mungu. Hajawahi uliza maswali kwa kuwa eti hana majibu. Hapana. Mimi na wewe tunapouliza maswali tunahitaji kuelewa, tunahitaji majibu. Huwa hatuna majibu, lakini sio Mungu, kwa sababu Mungu yeye anajua yote, anaelewa yote. Lakini sikiliza alichojibu Adamu. Akasema nimeogopa niliposikia sauti yako bustanini. Nikaogopa, jambo la kwanza. Nikaogopa, jambo la pili. Adamu anajibu, anasema ya kwamba niko uchi. Nimeogopa, niko uchi. Halafu jambo la tatu akasema nimejificha. Hii inaonyesha nini basi? Inaonyesha ya kwamba tayari kulikuwa na sitofahamu kwa Adamu kuhusu Mungu. Sikiliza vizuri jioni ya leo. Kulikuwa tayari na sitofahamu kwa Adamu kuhusu Mungu. Kwa nini? Maana ile neno Mungu alipomtembelea siku ile sio mara yake ya kwanza. Kwa kweli lugha ya Kiebrania inasema amekuwa akimtembelea. Ila safari hii aliposikia tu Adamu akaogopa, 1, 2, akajiona yuko uchi, 3, akajificha. Tayari mambo yameshabadilika. Mtu akiogopa na halafu anamwogopa muumbaji wake ambaye siku zote walikuwa wanazungumza, wanachati naye, wanawasiliana naye. Wakisikia amekuja muumbaji wao wanatabasamu, wanachangamka, muumbaji wao amekuja. Leo Adamu ni wa kumsikia Mungu halafu anaenda kujificha. Leo Adamu maana yake kama anaogopa, kama anajificha, maana yake kulikuwa na sitofahamu kwenye akili ya Adamu tayari. Na hiyo ni nini basi? Sikiliza. Tayari Mungu kwake si mwema. Sikiliza kidogo jioni ya leo. Tayari
Mungu kwake si mwema. Kwa hiyo anamwogopa kwa sababu anajua kuna madhara yatanipata. Tayari ameshaharibikiwa ndani ya akili yake. Yaani hii ni kusema ya kwamba Adamu hakuwa tayari kabisa kukutana na Mungu katika dakika hizi. Hakuwa tayari, ila alimwogopa na alitamani kujificha. Alishatilia mashaka wema wa Mungu. Huwezi kuwa karibu na Mungu ambaye si mwema. Ndio maana yake. Yaani Adamu alimwogopa kwa sababu Mungu si mwema. Kwa mwelewa wake, huwezi kuwa karibu na mtu ambaye sio mwema. Mchungaji wakati anafundisha hapa, wakati ule wanataka kila mmoja nani ale achukue mtoto katika wale wanne, nilikuwa namsikiza vizuri. Akaeleza ya kwamba hakuna aliyemchukua. Hakuna. Kwa sababu walijua tabia yake. Hakuna, na akamaliza yeye akasema hata angelikuwa yeye asingejichukua. Kwa sababu hakuwa mwema. Ndivyo alivyoeleza mchungaji Peter John hapa. Akasema hata kwa kweli siwalaumu, ila hata mimi nisingejichagua. Kwa maana yake si mwema. Na ndio maana ukiona mara nyingi watu wanasema unajua mtu akifiwa huwa anataka awe peke yake. Ngoja nisikize kidogo vizuri. Nisikize ndugu zangu wapendwa. Hii ukiona mtu amefiwa, halafu unabisha hodi ama unamfikia, halafu anakuambia naomba uniache tafadhali, ninatamani kuwa peke yangu. Ukiona anasema hivyo, sikiliza. Maana yake ni kwamba katika dakika kama hii, sikuoni vizuri vile na wewe, siko karibu sana na wewe. Kwa sababu sikiliza, akili ya mwanadamu iko hivi. Mtu akipatwa na shida hasa ya msiba, anatamani mtu fulani aliye mwema awe karibu naye. Ndio maana ukimsalimia ukafarijiana naye, kisha muda wako wa kurudi nyumbani kwako ukafika, labda unasafiri, unasema nakuaga dada, nakuaga kaka, baba ninaondoka, majukumu yanahitaji. Unasikia nasema nilitamani niwe na wewe, nilitamani tukae wote jamani. Sasa unaondoka basi tu. Yaani hakutaka awe na wewe kwa sababu wewe ni mwema kwake. Ndio maana ukiona mke na mume katika anasema ya kwamba sasa hivi mimi sitaki uwe karibu na mimi. Na hiyo haimaanishi ya kwamba sikupendi, nataka niwe pekee. Si kweli, chungulia vizuri. Kwa sababu akili ya mwanadamu akishajua wewe ni mwema, ukija anafarijika. Ndio maana kama ni mke yuko hospitalini, ni mume kama yuko hospitalini, akimwona mume wake, akimwona mke wake, anasikia kufarijika. Akiona rafiki yake ambaye ni mwema, anaona amepata nguvu. Siku zote akili ya mwanadamu ikikutana na ambaye anajua ni mwema kwangu, kuna kitu ndani yake na hayuko tayari kumwachia. Safari hii Adamu, Mungu sio mwema, hunitakii mema, utanimaliza. Kwa hivyo akajificha, kwa kuwa yuko uchi akamwogopa. Hii ishatokea. Mungu sio mwema. Kwa sababu anasema Mungu sio mwema, hii ilikuwa ni ushahidi wa kile shetani alichofanya. Alifanyaje? Kama mnakumbuka, ule mstari wa 5 alisema Mungu anajua siku mtakapokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, mkijua mema, mtafanana na Mungu mkijua mema na mabaya. Alichokuwa anasema Mungu sio mwema, yaani amewekea makatazo haya kwa sababu ya tabia yake mbovu. Ni muovu Mungu, ndio maana amewapatia usivuke hapa, msile hiki na msifanye hiki, sio mwema. Kwa hiyo alikuwa anaibadilisha tabia ya Bwana kwa mwanadamu. Mungu sio mwema. Nasikilizeni jioni ya leo, mtu yeyote mahala popote anapojikuta amejihoji akagundua ya kwamba ana maisha yasiyofaa, amekanyaga maeneo ambayo sio yenyewe, mzania inapima inasema hapana. Siku zote ndio unasikia mtu anajisikia hatia na anatamani kama angejificha kabisa, na hata akisikia Bwana anakuita anasema huyu Bwana mwacheni kwanza, nina mambo yangu yanayonichanganya. Anakosa ujasiri. Yaani
mwanadamu anapotenda yasiyostahili kinyume na Bwana, anakosa ustahili, anakosa ujasiri wa kukutana na Mungu wake. Na ni Mungu tu, kama asingelifanya hatua Mungu pekee, hii tunaosema leo isingeliwezekana. Yaani aliyeanzisha mchakato wa kumfuata Adamu ni Mungu peke yake, lakini ilikuwa ni uchaguzi wa Adamu kumkimbia Bwana, kumkimbia Mungu, maana Mungu sio mwema. Nikijitokeza kwake atanimaliza. Kwa hiyo huyo ni adui tayari. Mungu sio mwema. Hii ilikuwa ni ajenda ya dunia ya wakati ule katika akili ya Adamu. Nasikiliza, tunaposonga mbele katika vipindi hivi, hakuna ajenda iliyoingia kwa kubwa sana katika akili za wakazi wa dunia leo kama hiyo ya kwamba Mungu sio mwema. Lakini fuatana nami uweze kuona ushahidi wa wazi sana wa hatua ya Bwana inayodhihirisha wema wake. Hivyo jioni ya leo katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 na ule mstari wa 18 mpaka 19, pale Musa alikuwa Horebu, pale eneo la Horebu katika ule mlima wa Sinai. Wana wa Israeli wametoka nchi ile na tayari wako pale. Na sasa akiwa pale Musa, sikiliza ambacho Musa alifanya. Mimi mpaka leo ninashangaa hivi Musa alikuwa na nini katika akili yake. Lakini nilikuja kuelewa napofuatilia jambo hili ambalo nitashiriki pamoja na waweze kuelewa. Katika Kutoka 33 mstari wa 18 hadi 19, neno la Mungu linasema, akasema nakusihi, Musa huyo anamwambia Mungu, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Nionyeshe utukufu wako. Sasa mimi nikawa najiuliza, Musa huyu aliwahi kuona kana ni utukufu gani alitaka? Maana aliona kichaka kinawaka moto na kiteketei kwenye ile Kutoka sura ya 3. Sasa hapa anatafuta nini? Lakini kama haitoshi, Musa aliona uwezo wa Mungu, mapigo yote yale 10 Mungu aliyofanya kwa Wamisri. Hivi alitafuta tena utukufu gani? Lakini Musa huyu si ndiye huyu aliyeona bahari ya Shamu inagawanyika, halafu Mungu anapasua watu wa Israeli wanapita? Hivi alitafuta wema upi tena? Mbona Musa aliona Mungu anatafuta utukufu gani? Mungu analeta nyama kwa Israeli, analeta mikate kwa Israeli. Kila siku anaona tani na tani kwa watu zaidi ya milioni 2. Yaani Mungu anafanya hayo yote. Musa leo Musa, siku ile umefika pale, waambie Waisraeli wajitakase. Siku ya 3 nikutane nao. Bwana akashukia mlima wa Sinai, wakaona radi na ngurumo na utukufu, mpaka Israeli wakaogopa. Mbona Musa aliona utukufu? Lakini hapa anasema, anarudi tena, sikiliza, akasema nakusihi unionyeshe utukufu wako. Alikuwa anataka nini zaidi? Angalia alichokisema. Mungu akasema, hapa sikiliza sasa vizuri, nitapitisha wema wangu ngapi wote mbele yako. Sikiliza, nionyeshe utukufu. Musa, nionyeshe utukufu, ndio ombi lake. Mungu anasema nitapitisha kitu gani? Nitapitisha kitu gani? Wema wangu ngapi wote. Hii inanisaidia kujua kumbe Musa alikuwa safari hii anataka kujua wema wa Mungu. Angalia, Biblia inaendelea kusema, tapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, na nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kwa hivyo utukufu wa Bwana ni nini? 1, Mungu anaeleza ni wema. 2, Mungu anaeleza ni kitu gani? Ni jina langu. Kwa hiyo utukufu ni sawasawa na neno wema, halafu utukufu ni sawasawa na jina lake. Sasa angalia siku ambayo ndio Mungu sasa alipitisha wema. Angalia kitu ambacho kitamkwa pale. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 5 mpaka mstari wa 8. Na hapa neno la Mungu linasema, Bwana akashuka ndani ya lile wingu akasimama. Hii ni siku sasa anatangaza wema wake. Ndani ya lile wingu akasimama pamoja naye, huko akalitangaza jina la Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu akalitangaza jina lake. Sasa nikawa nina shauku ya kuliona hilo jina analolitangaza. Hicho nishangaza. Sikiliza, Biblia inaendelea kusema, Bwana akapita mbele yake akatangaza
Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye huruma, mwenye kuhurumia watu elfu elfu, mwenye kusamehe wovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kupatiliza watu waovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake, hata nchi akasujudu. Hapa kuna jambo la pekee. Kumbe nionyeshe utukufu wako. Mungu akasema, nitapitisha wema wangu, nitapitisha jina langu. Sasa nikawa nataka nione hilo jina lake, huo wema wake huo. Kumbe jina lake, kumbe anatangaza tabia yake. Kumbe tabia yake ndio anayoita ni wema. Hapa ndipo nikaelewa kwa nini Paulo aliandika kwa Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Biblia inasema wote wametenda nini? Dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wametenda dhambi, wamepungukiwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Kumbe sikiliza sasa vizuri, utukufu uliopungua kwa waliotenda dhambi. Baada ya dhambi kuingia, wanadamu wote wakapungukiwa wema wa Mungu. Ndio maana Adamu wa kwanza kabisa aliposikia, hakuwa tena anakumbuka wala anajali wala anaamini Mungu ni mwema, na wema ndiyo tabia yake. Nyayo katika mzani hii jioni ya leo, Mungu anachoeleza ni nini? Mungu ni mwema kwa asili yake. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Zaburi 145 na ule mstari wa 9 anasema, Bwana ni mwema kwa watu wote. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema wakati wote. Na Biblia inaeleza wema wake hauko tu kwa Waafrika, hauko tu kwa Wahindi, hauko tu kwa Waisraeli, hauko tu kwa Waarabu, hauko tu kwa Wazungu, hauko tu kwa Wanegro, hauko tu kwa kila yeyote. Biblia inasema Bwana ni mwema kwa watu wote. Hiyo ndio Zaburi 145 mstari wa 9. Kwa hiyo Mungu akapitisha tabia yake kwa Musa. Musa aliposikia ile tangazo la tabia ya Mungu, wema wa Mungu, inasema akafanya haraka, akainamisha kichwa chake mpaka chini, akasujudu. Yaani ibada inajengwa unapofahamu tabia ya Mungu, ya wema wake. Hapo ndipo mwanadamu, Musa aliposikia ile tabia ya Mungu kwake, Mungu mwingi wa rehema, Mungu wa huruma, anayesamehe, asiyehesabu watu waovu ya kwamba ni wema, makosa anasema ni makosa, mazuri anasema ni mazuri, anayepatiliza, Mungu wa kweli. Alipoifunua tabia yake, Musa akapomoka mpaka chini akaabudu, kwa sababu amelisikia jina, ameelewa tabia ya Mungu ambaye ni mwema. Mungu ni mwema kwa asili yake. Nini maana yake? Ngoja kidogo. Yaani Mungu hakuanza kuwa Mungu halafu ndipo akawa mwema. Napozungumza kwamba Mungu ni mwema kwa asili, maana yake hakuanza kuwa Mungu halafu baadaye akawa mwema. Ila Mungu ni mwema. Kwa kuwa ni Mungu ni mwema, basi hakuna kitu kingine. Mungu ni mwema. Lakini jambo la pili, yeye hapokei wema kutoka kwa viumbe wake. Ndio maana Mungu alipoumba, hajaumba ili avitumie. Unasemaje mhubiri? Mungu hajaumba ili avitumie. Mwanadamu hata akitengeneza vitu ambavyo Mungu ameviweka, akitengeneza nguo ni ili niivae, akitengeneza gari imsaidie kusafiri kutoka hapa Morogoro kuelekea Dar es Salaam, impunguzie adha na muda.
Hiyo ndio kazi ya mwanadamu. Akitengeneza kiatu ili mguu usipate shida, akitumie. Akitengeneza televisheni, aitumie. Akitengeneza simu, aitumie. Lakini sivyo kwa Bwana. Yaani Mungu jamani, hakuumba ili aje avitumie. Ni mwema kwa asili. Hapewi wema kutoka kwa viumbe wake. Na ukifahamu hilo, utaacha kujihangaisha mno. Kwa sababu ya wale ambao wanahangaika watende matendo mema ili Mungu awe mwema kwao. Yaani matendo yote mema unayoyafanya hayamfanyi Mungu kuwa mwema, hayamuongezei Mungu kuwa wema. Hapokei wema kutoka kwa viumbe, bali viumbe ndio vinapokea kutoka kwake. Jambo la tatu, aliumba kwa sababu ya wema wake. Hicho ndicho Bwana unakiona. Yaani unajua eti Mungu aumbe, halafu baadaye eti kiumbe ndio kimpatie wema. Ikiwa kitampatia wema, basi huyu Mungu atakuwa amepungua. Na kama amepungua, ina maana mwanadamu yeye yuko juu. Kwa sababu kama naye anatoa tabia njema amuongezee Mungu, basi Mungu ana mapungufu. Ili kusema hivi, mwanadamu ni Mungu na Mungu ni mwanadamu. Ndio maana usitende lolote jema kwa ajenda ya kumfanya Mungu awe mwema kwako. Acha kutenda jema ili Mungu awe mwema kwako. Mungu ni mwema hata kama hutatenda jema. Yeye ndivyo alivyo. Habadilishi chochote. Mungu ni mwema. Ndio maana Yakobo 1:17 inasema, kila kilichokutoa kuliko kwema kutoka kwa Baba, ushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kivuli cha geuka wala kubadilika. Ndio maana kwenye kitabu cha Ibrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo, hata habadiliki. Kwa hiyo hata mtu anapokuwa amefanya uovu, sikiliza wapendwa, haujabadilisha wema wa Mungu. Adamu aliingia ndani ya dhambi, lakini hajabadilisha wema wake. Nitapitisha wema mbele zako, na akatangaza alivyo. Na ndio maana Yesu alituambia kitu cha ajabu sana kwenye ile Mathayo 5 na ule mstari wa 45, akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na nini? Akasema hivi, akataja vitu viwili. Moja, akasema anawaangazia jua wema na waovu. Halafu la pili, anawanyeshea mvua wa wenye haki na wasio haki. Na nyinyi ni mashahidi hapa Morogoro, mashahidi kule Dodoma, mashahidi kule South Sudan, mashahidi kule Kongo, mashahidi kule Ethiopia, mashahidi kule Uingereza, naam, mashahidi kule Warabuni. Kokote duniani Mungu akileta mvua inanyesha kwa watu wangapi? Wote. Hakuna shamba la mtu yeyote kwamba ni mwovu, kwamba ni mwema. Mungu anazingira, anaruhusu mvua kwa watu wote. Na ikiangaza jua linawaangazia watu wangapi? Mungu ni mwema, habadilishwi na viumbe vyake. Wakijichafua, yeye bado ni mwema. Wakitembea katika njia zake, yeye bado ni mwema. Yeye ni mwema kwa asili. Sasa angalia hapo kwenye screen. Uangalie wema wake ambao ubadiliki. Moja, ule wema unapomsamehe mdhambi anayetubu, inaitwa rehema. Sikiliza vizuri. Watu wanaposema Mungu ni mwenye rehema, hawajui rehema ni sehemu ya package, sehemu ya kifurushi cha wema. Wakati wema wake unapomsamehe dhambi aliyetubu, inaitwa rehema. Wakati wema wake unapomsaidia aliye kwenye dhiki, anayeteseka, anayeumia, mwenye dhiki, anayeteseka, anapoleta wema wake kwa anayeteseka, Biblia inasema mwenye huruma. Haleluya! Mungu anahurumia. Ndio maana unasikia wale kipofu, unasikia wenye ukoma, Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Unasikia wanasema unionee huruma. Maana yake unihurumie, ninateseka, nina shida hiki na zile. Maana yake ni wema wa Mungu unapoingilia kati kwa anayeteseka. Hapo wema unajulikana ni huruma.
Ndio maana Biblia inasema ni kwa sababu ya rehema za Bwana, huruma za Bwana, kwamba hatuangamii. Tungekuwa tumeshaangamizwa na kila aina inayotutesa, ila anapoonyesha huruma yake ni hivi, huo ni wema unaomfikia anayeteseka. Lakini anapochukuliana na uasi, anapoendelea kuangalia maasi yanaendelea, mpaka kuna watu wengine wanasema, jamani, haya maasi yanayoendelea, mbona Mungu yuko kimya? Angeingilia kati. Unatamani Mungu aingilie kati, avuruge akomeshe kinachoendelea. Mungu anachukuliana, bado anaendelea. Unajua, unaposikia ile neno uvumilivu ni kwamba yani kuna shida, kuna kitu kinatokea ambacho hukubaliani nacho, na kwa sababu ya tabia yako unaumia, lakini sio kwamba huwezi kukiondoa, unaweza, lakini kwa sababu unatamani siku fulani hawezi kufikia mahala. Ndio inasikia Mungu anayevumilia. Ndio anasema ya kwamba Bwana anavumilia. Kwenye lugha ya Kiingereza wameiweka vizuri ile neno long suffering God. Yani Mungu anapoona mwanadamu anaingia kwenye uovu, Mungu anasafa, the suffering God, anachukua muda mrefu. Kwa hiyo anapovumiliana na waasi wanadamu sisi, Mungu anapokuwa ameacha kumshughulikia, sio kwamba ana uwezo, ila ni kwa sababu ya wema wake. Unasafa so long, unaendelea kwa muda mrefu sana, mpaka wanasema, hivi huyu Mungu yuko wapi jamani? Yuko wapi kwa maovu haya yanayoendelea? Mungu anayevumilia. Wema wake unapotimiza alichosema, unapotimiza ahadi yake, unapoingilia na kutimiza alichosema, ndio inaitwa kweli. Unaposema Mungu ahadi zake ni za kweli, ahadi nyingi ndani ya Biblia alizozitoa, ukweli ni huu, ni wema wake. Unapotimiza alichosema inaitwa kweli. Wema huo, angalia unavyobadilika. Wema wake unapomgawia masikini, unapompatia mahitaji yake, anapata chakula, anapata mahitaji, huo wema unaitwa fadhili. Mungu amenifadhili, maana yake amenipokia vitu, amenipatia vitu vya maisha yangu, ameniwezesha niweze kuishi. Ni mwenye fadhili. Lakini wakati wa watu wanaona tu mwenye fadhili, kumbe ni sehemu ya package ya tabia yake ya wema. Lakini pia anapomwadhibu mwenye hatia, ni wachache sana wanaojua bado ni wema wake, kwa sababu wakati huo hapo anatenda haki. Wakati wema wake unapowapatilisha waovu, ndivyo anavyosema kwa Musa, na wapatilisha maovu wana wa watoto wa wazazi wao, wa baba zao, kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu. Yani Mungu anapopatilisha, Mungu anapochukua hatua ya kuadhibu uovu, hapo wema wake unaitwa haki. Na Mungu anapokutana na asiyestahili, hiyo inaitwa neema. Haleluya! Mungu anapokutana na wanadamu wasiostahili, hiyo ndio inaitwa neema. Nyimbo zimetungwa juu ya neema ya Mungu na mahubiri yamehubiriwa juu ya neema ya Mungu. Hii kumbe ni pale wema wa Mungu unapomfikia asiyestahili, yani unamfanyia kila ambacho hakustahili. Alipaswa aondolewe, alipaswa aangamizwe, lakini inamfanyia kila ambacho tofauti kabisa ndicho Adamu alichofanyiwa. Akavishwa vazi la haki, ngozi ya mnyama akavishwa, akaambiwa, subiri, nitakuja nikurudishe tena. Alifanya hiyo. Ilikuwa ni wema wa Mungu unayokutana na mwanadamu asiyestahili. Hii inaitwa neema, grace. Hiyo yote ni kifurushi cha tabia ya wema. Na kwa sababu watu wengi hawaelewi, wanadamu wenzangu wanawasema Mungu ni mwenye upendo. Tutakuja kuieleza hiyo baadaye, sio leo. Wanasema tu Mungu ni mwenye huruma, na hawajui ni sehemu tu ya tabia yake ya kifurushi kizima cha wema. Wema unaohurumia, na wema unaovumilia, na wema unaotenda haki, na wema unaoonyesha rehema, na wema unaofanya neema, na wema unaohurumia, na wema unaorehemu, na wema unaovumilia. Hiyo yote ni sehemu tu ndani ya kifurushi cha Mungu mwenye neema.
Sasa kwa sababu ya neema, sikiliza sasa vizuri, sikiliza vizuri hiki ambacho, kwa nini sisi tunapaswa kufahamu hii neema kwa dhati kabisa, kwa sababu ifuatayo. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 16, hii ni aya ambayo inaonekana kuwa aya yenye kilo, iliyo kwenye mzania kuliko aya nyingi za Biblia. Yaani kwa hakika ndio inayoeleza neema hii ambayo ni wema wa Mungu unaokutana na asiyestahili. Yaani ukishasikia tu kwamba Mungu amemwokoa mwanadamu, kitabu cha Yohana 3:16 kinasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Sasa unapoangalia hivyo, aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Neno alimpenda akamtoa, unaiona Paulo anaiandika kwa Efeso sura ile ya 8 sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9, na hapa na nukuu, kwa maana mmeokolewa kwa hiyo nayosikia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Biblia inatumia neno moja, hiyo ilikuwa ni wema katika neema. Yaani Mungu anapokutana na wasiostahili, mtu yeyote anayesema Yesu ameniokoa, anachosema ni hivi, amekutana nami nisiyestahili. Yaani ukishataja tu neema imenishukia, neema imefunuliwa kwangu, maana yake kwa kweli mimi huyu sikustahili alichonitendea. Na ndio maana ukiugua, ndio maana ukipata shida, ndio maana ukipata hiki na kile, unaanza kusema, kwa nini mimi? Kwa nini Mungu? Kwa nini mtoto wangu amekufa wakati huu? Kwa nini? Ni kama unamwambia Bwana, hivi wema wako uko wapi? Mbona umeamua kuwa mwovu kwangu? Mwana mimi sistahili kufiwa, sistahili kuzika mtoto wangu, sistahili kuzika mme wangu, sistahili kuzika mke wangu, sistahili kupata adhari mimi, siwezi kupata ajali nikavunjika miguu. Kwa nini mimi? Mbona umenitendea ambayo sio stahili yangu? Swali ni hili, unasema ukweli haustahili? Unataka kusema ya kwamba yale tunayopitia maishani mwetu hatustahili? Na kama hatustahili, unaimbaje neema? Unahubirije neema? Wawezaje kusema neema ya Bwana? Maana yake hatustahili. Kwa nini tunasema kwa nini tena, wakati ni kwa neema? Yaani kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, maana yake ni kwa neema. Mmeokolewa kwa neema. Neema ndio iliyotufikia. Wema wa Mungu unamfikia mwanadamu asiyestahili. Biblia inaeleza ya kwamba ili kila aaminie asipotee, kila aaminie asipotee. Ndio Yohana 3:16. Kwenye ile wa Efeso 2:8 anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Sasa angalia jambo hili, yaani neema ni utendaji wa Mungu kumfikia mwanadamu. Neema ni utendaji wa Mungu kumtendea mwanadamu asiyestahili. Halafu mwanadamu huyu anayetendewa neema hiyo, yeye ana lake la kufanya, na lake hilo ni moja tu, ni kuamini. Ni kuamini pekee. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu aaminiye asipotee, bali apate uzima wa. Hapa ndipo mahala pa wewe na mimi kufungua masikio, kutoa macho yote, kuruhusu akili yako ielewe. Hii neema inapokelewa na mkono unaoitwa imani. Yaani hii neema inatoka juu, na mkono unaoipokea lazima utoke kwako na kwangu. Ule mkono unaitwa imani.
Kwa hiyo neema inashikwa na mkono kwa mwanadamu unaoitwa imani. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Sijawasikia vizuri. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Ya imani. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila nani hafanyaye nini? Haaminie asipotee. Mtu atapotea si kwa sababu ya alichotenda Adamu, ila kwa sababu hakuamini. Sikiza vizuri jioni ya leo. Yaani hii kesi ambayo wewe na mimi tuko nayo, huu katika mzani tunaowekwa, ambao tuna kila mmoja atawekwa hapo, ni kwamba si kwa kile Adamu alichofanya, ili kwa kile mtu mmoja mmoja atakachoitikia. Kila mtu aaminie. Si kwa kuwa tutapotea kwa alichofanya Adamu. Sikiza vizuri. Neema ikija inaahirisha, naangalia vizuri, inaahirisha ya kwamba watu hawataangamia kwa alichofanya Adamu na Hawa, ila wakiangamia ni alichofanya mwenyewe. Kila aaminie ameokolewa. Kila aaminie ameokolewa. Kila aaminie ameokolewa. Kule Rwanda, kule Burundi, kila aaminie ameokolewa. Ameokolewa. Kila aaminie ameokolewa. Kila aaminie ameokolewa. Hii ndiyo neema inamtaka mwanadamu aweze kuamini. Wangapi wanaamini jioni ya leo? Nyosha mkono pale ulipo. Nyosha pale ulipo, popote uliko. Wanaosema mimi naamini, huo mkono wako ndio moyo wako ulichotamka, ndio kinywa chako kinachosema, na Bwana ametamka ataokoa kila aaminie. Haleluya. Angalia kitu kinachofanyika sasa. Hii imani hupokea neema ya Bwana. Katika Warumi sura ya 10 mstari wa 17, na hapa nataka nisome pamoja nawe. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Narudia, fungua Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la mchungaji Semba. Biblia inasema kusikia kunakuja kwa neno la mchungaji Semba. Neno la nani? Sio la kwangu, neno la Kristo. Ndio Warumi 10:17. Yaani imani chanzo chake sio degree. Imani chanzo chake sio umri mkubwa. Ingelikuwa ni elimu, wasio na elimu wasingeipata. Imani chanzo chake sio elimu ya shule. Imani chanzo chake sio umri. Hatuhitaji kuwa na umri halafu sema ukifikia kwenye umri tayari umeshaamini. Chanzo cha imani ni kufanyaje? Ni kusikia, na kusikia kutoke kwenye neno la Kristo. Kwa hiyo imani hii inayokamata mkono wa Mungu wa wema inayoitwa neema inaitwa imani, na hiyo imani inaletwa kwa neno la nani? La Kristo. Angalia Ibrania sura ya 11 na ule mstari wa 6, na hapa nasoma, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yupo. Hapa sikiza vizuri. Kwa sababu gani anasema hapa? Anasema hivi, kwa maana ya kwamba kila mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Imani ni nini? Imani ni nini? Sikiza vizuri sasa hapa, kwa sababu Ibilisi anatamani wanadamu wasijue kabisa imani ni nini. Kwa hiyo imebaki kama imani ya babu, imani ya bibi, imani ya mjomba, imani ya shangazi. Lakini Biblia inaeleza imani kama anayo baba, basi itoke katika neno la Kristo. Kama nimeipata kwa shangazi, basi shangazi amenieleza imani ambayo inatoka katika neno la Kristo. Ina maana kama neno la Kristo sio chanzo cha imani, hiyo sio imani na haitatuokoa.
kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Halafu anasema Ibrania 11 mstari ule wa 6, nini maana ya imani? Imani maana yake ni kwamba kila mwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yupo. Aha. Sasa hebu sikiliza vizuri, ama unisikiliza vizuri jioni ya leo. Ndio maana Biblia imejaa na imani. Yaani ukisoma aaminie, ukisoma aaminie, asipotee. Nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, na kila aaminie. Hivi kuamini kuna nini ndani? Kumbe sikiliza, imani ni nini? Ni kuamini hivi, Mungu yupo. Sikiliza, Ibrania anaeleza sura ya 11 mstari wa 6, pasipo imani hakuna kumpendeza Mungu. Maana yeye aaminie lazima aamini kwamba yeye yupo. Hiyo neno kwa Kiswahili yupo, ndio unaiangalia nini maana yake. Ukienda kwenye ile neno la asili la lugha ya Kiunani, ina maana anayeishi. Ndio hilo neno mimi niko, ambaye niko, yaani maana yake ninaishi. Ili ujue kilichofanyika kwenye bustani ya Edeni, sikiliza vizuri. Adamu aliposikiliza na halafu akadanganywa, sikiliza hawa alivyodanganywa, akaona tabia ya Mungu haifai, kitendo cha kula ile matunda, halafu akala na akampa na mkewe naye akala, wakafumbuliwa macho. Kile kitendo cha kula, walikuwa wanasema hivi, hakuna Mungu. Ndio maana kwenye ile Zaburi 14 mstari wa 1, Zaburi inasema hivi, mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna nani. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna nani. Mtu anayesema hakuna Mungu. Unajua watu wanaposikia ile neno mpumbavu wanafikiri ni mtu asiye na akili. Sikiliza vizuri, kwa maana akili hapa duniani. Mpumbavu kwenye kitabu cha Biblia, iwe ni Zaburi, iwe ni Mithali, iwe ni popote, ina maana ni yule anayekataa kwamba hakuna Mungu. Maana angelikuwa anasema Mungu yupo, angelimtii, angelimuitikia, angelimtegemea. Kwa sababu hiyo angeishi kulingana na alichosema yeye, lakini kutenda tofauti na alichosema yeye, Biblia inasema ni kutenda kwa upumbavu. Na ndio maana Paulo anaandika kwenye ile Warumi 1 mstari wa 20 hadi 21, walipokataa kuwa na Mungu katika akili zao, Mungu aliwaacha akili zao zikatiwa upumbavu, na walipomwacha Bwana wakawa wapumbavu. Yaani maana yake sio kwamba hawajui namna kuvaa suruali, sio kwamba hawajui namna kuvaa sketi, sio kwamba hawajui maana ya kwamba hapa tunafanyaje. Wanajua hii ni nyumba, wanajua hiki ni chakula, wanajua hiyo ni store, wanajua hiyo ni choo, wanajua hiyo ni jiko, wanajua kuvuka barabara, wanaangalia kulia, wanaangalia kushoto, wanavuka barabara. Sio kwamba hawana akili hizo, lakini kama hawawezi kujua walitoka kwa nani, kama hawawezi kujua waliumbwa na Bwana, wanaitwa wapumbavu katika Biblia. Hata kama watasema mimi namjua Bwana, lakini wakati huo hawatii, hawatendi alichosema. Wanachosema ni hivi, hakuna Mungu. Na kwa sababu hiyo Biblia inaeleza hivi, yeye anayeamini, anayesema ya kwamba ninaamini, jambo la kwanza ni hili, atasema hivi, Mungu anaishi, Mungu yupo. Atasema Mungu yupo, anaishi. Kwa hiyo imani ni nini? Maana ya kwanza, imani maana yake ni kwamba Mungu anaishi. Ndio maana unasikia imani kila aminie, kwa sababu dhambi ilifanya hivi, Adamu akakataa hakuna Mungu, akakanusha hayuko Mungu. Kwa hiyo aliondoa uwepo wa Mungu katika fahamu zao, na kutokuwa na Bwana katika fahamu zao ilikuwa ni kutangaza hakuna Mungu. Kwa hivyo ndio maana unaona, ili kila aminie. Kuamini sio hisia. Yaani kama mtu ana hisia, nina hisia za kuamini. Hapana. Yaani mtu akisema nina